Taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba baba Raila Amolo Odinga amepumzika. Je, unamkumbuka baba kwa yapi? Mimi kwa majina naitwa Felix Onyonyi kutoka katika kaunti ya West Pokot. Mimi nakumbuka baba kwa mambo mengi sana katika hii nchi ya Kenya. Maana ameleta ukarusi katika hii nchi. Kama si baba, kaunti hazingekuwa. Najua kwamba amepigania demokrasia katika hii nchi. Mimi nimepigwa na pigo kubwa sana kwa kumpoteza huyo mzee. Naambia familia ya Raila Odinga na wapa pole na taifa la Kenya kwa ujumla. Sijui kama tutapata mtu kama baba tena mwenye atakuwa mmoja upinzani kama baba. Watu ambao wako upinzani mjikaze, sijui kama mtafikia mahali baba alifika. Maana baba amekuwa mtu uso muhimu katika taifa la nchi. Hili lina maana gani kwa chama cha ODM? Chama cha ODM kimepata pigo, lakini hapa tu moyo nikiwaambia kwamba wasitengane, washikane jinsi baba aliwaacha. Maana baba ameacha wengine katika serikali, naomba ya kwamba wazidi kushikana ili tuwe pamoja. Raila Amolo Odinga amekuwa muhimili mzuri sana katika serikali ya William Samoei Arap Ruto, haswa baada ya maandamano ya Gen Z. Hili lina maana gani sasa? Raila ndiye alishikilia nchi, maana nchi mahali ambapo ilikuwa inaelekea ingekuwa mbaya. Lakini baba alishikilia nchi, akashikilia rais. Najua kwamba baba ndiye alikuwa nguzo muhimu hapo, bure saa hii mambo ingekuwa tofauti. Hivyo tutarajia yapi? Na wakati baba ameondoka. Baba ameondoka, tutarajie kutakuwa na mabadiliko ya siasa jinsi ambavyo itaelekea, lakini tunajua kwamba tutarudi kuwa sawa. Okay, asante sana. Tumpate mwingine. Jina ni Anthony Kapel, mkaaji wa Makutano Kapenguria. Kweli kabisa ni huzuni katika taifa letu la Kenya. Hasa mimi mwenyewe nimeshika mamiti yangu ile si mchezo. So naambia Wakenya wenzangu waje tujibariki kwa hii kura kubwa. Ambao tunaomboleza baba wa taifa ambaye ni baba Raila Amolo Odinga. Na kwa Kenya kwa ujumla kuisha amani, tuweke upendo, tuwe kitu ya msingi. Utamkumbuka baba kwa masuala yapi? Najua mara mingi baba ni mtu mpenda amani. Wakati Kenya inaenda kuharibika, Kenya baba anaingia katikati, anasuluhisha. Ukiangalia 2007 ndio baada ya uchaguzi hiyo mambo ilikuwa, lakini baba alishuka chini na akakubali. 2013, 2016 ndio hiyo 2022 pia alituliza ile moto ya Gen Z. So baba tunamkumbuka mambo mengi sana, demokrasia ambayo ilikuwa tena, lakini hiyo pia yeye alishika pakubwa. Maana tunasema baba hata kama umeondoka lakini unaisha. Hili lina maana gani kwa wana ODM na serikali ya Kenya Kwanza sasa hivi? Kama wanachungwa inabidi tukubali tu vile imetokea na tukae chini tujite mkutano tuzungumze, alafu tujue way forward. Tusilete mgogoro tuanze kugombana kwa ajili ya kupata uongozi. Kwa hiyo tunajua tunaongeleza mambo yetu na tukapomaliza tutazungumza, alafu tuweze kupata suluhu ya kudumu na tutapata hata kiongozi ambaye anaweza kuwa na kuchukua nafasi kama ya baba. Kwa serikali ya Kenya Kwanza ambapo Rais William Ruto alikuwa anamtegemea sana baba kwa ajili ya tuta, ina maana gani? Kwa serikali ya sasa inabidi Rais Ruto ajipange upya, kwa sababu hata sisi wengine wana ODM tulikuwa pale tu kwa sababu ya baba, na sasa kama baba ameondoka, na maana sasa sisi kama wana ODM kwa nusu yake tumejitoa tayari kwa serikali. Sasa tunaweza kujipanga fresh. Ruto ajipange, mwingine sisi kama wana ODM jipange kama opposition kama kawaida. Okay, asante sana baba. Tuanze tu kwa majina, unaitwa nani na pengine umehisi vipi kuhusiana na taarifa hizi ambapo baba amepumzika? Kwa roho yangu nimesikitika sana kuona baba amekufa, lakini kwa sababu ameenda sina vile naweza kusema. Mimi nimesikia inaelekeza watu wasimame imara, kwa sababu baba mwenyewe anaelekeza, ameonyesha njia ya kwenda. Kwa hiyo bila ameenda tutaanza kuona mwelekeo wa tunaendelea. Utamkumbuka baba na masuala yapi? Kumbuka kwa kuleta mambo ya kama kusaidia sana kuongea hili lina maana gani kwa chama cha ODM baba akiwa hayupo? Chama cha ODM kinaambia wawe imara, wasisimame imara, kwa sababu kwa bila ameenda hivi tayari ametuonesha mwelekeo ya mahali tunaelekea. Tayari alishika mkono akatuambia bali nifika hapa ndio mahali tunaenda. Sasa kwa sasa baba hata kama ameenda tunajua tu wote ni imara.
Na serikali ya Kenya Kwanza, Rais William Ruto alikuwa anamtegemea sana Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hapo sawa, kwa sababu hata kama yeye alikuwa hapo sawa, kwa sababu tayari alikuwa ameshimaisha kitambo. Yeye anaongoja mpaka mara ya hata kama yeye ameenda rais hapo sawa kabisa, endelea mpaka miaka ya. Asante sana. Wow. Vipunde zinaarifu kwamba baba Raila Amolo Odinga amepumzika. Bibi, wanakuita nani na unamkumbuka baba kwa yapi? Naitwa Susan, nakumbuka baba kwa mambo mingi sana. Kuanzia leo ninaona tu nimebaki yatima sababu nimekosa baba. Nakumbuka baba kwa mambo ya kupigania wananchi. Kama tukumbuka baba alikuwa mtu mzuri sana, hakukuwa na ukabila, alikuwa anapigania Kenya nzima. Sasa tunajua hatujajua tutakuwa namna gani bila baba. Baba yeye ndio alikuwa mtetezi wa wananchi. So tumesikia vibaya kupotesha baba. Bali ndipo ninasema tunabaki yatima. Tunakumbuka baba kwa kupigania hata revolution, baba ndiye ameleta Kenya. Chama vingi baba ndiye ameleta Kenya. Kwa hivyo mambo mingi sana yenye tunafikia baba, kitu yenye naomba tu Mungu amweke mapema. Hili ina maana gani kwa chama cha ODM? Yeye ndiye amekuwa mhimili mkuu pale. Inamaanisha nini? Baba ndiye alianzisha chama cha ODM na yeye ndiye alikuwa mwenyekiti ya hiyo chama. So hatujui itakuwa aje kama kila katokezea, lakini hatuwezi pata najua kweli baba ameenda na nafsi yake, hata kama mtu atatokea baada atakuwa kama baba. Hiyo maanzisha ya hiyo chama ya ODM. Asante sana. Lete makaunti kila mahali, alilete pesa ya wazee. Raila alifanya mzuri kabisa. Utaona tunalia Raila kwa hapo. Raila alifanya maneno mingi. Mara kwa katiba Raila nini mzuri kwa Kenya. Asante sana. Mahali penye mambo imechacha, Raila alikuwa mtu mwenye atarudi chini ya alikuwa anapenda amani. Hiyo ndio nesa. Kwa hiyo namuomba pia na kusaidia jamii yake wawe na amani. Thank you so much. Wow.